sana ni kwamba hospitali hizi mwanzoni zilikuwa ziko chini ya ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Na wakati ule inawezekana ofisi ya TAMISEMI ilikuwa chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Kwa lugha nyepesi ni kwamba mhudumiaji mkuu wa hizo hospitali alikuwa ni mkurugenzi. Baada hapo ukaja waraka wa kuzihamisha hospitali hizi zikaenda kwa RAS, yani kwa katibu tawala wa mkoa. Mkurugenzi na katibu tawala wa mkoa wanapobadilishana katika utawala, inabidi wakabidhiane majengo, watumishi, madeni na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa wakati wa mchakato wa kukabidhiana, kama unaelewa nyakati hizo, tunakabidhiana madeni, tunakabidhiana vitu vyote, lakini ambavyo mmiliki mpya anapokuja kuanza kumiliki lazima atahitaji kujiridhisha kwenye baadhi ya masuala. Moja, umesema na wafanyakazi 200 wako wapi? Ndio maana unakuta hata kwenye serikali yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilikuja wimbi hapa la wafanyakazi hewa ambao walipatikana kama sehemu ya kuhakiki ulichokabidhiwa kutoka utawala mmoja kwenda utawala mwingine. Kitu cha pili ambacho kinahakikiwa, na hivi umeona hata Mheshimiwa Rais Dr. Samia anaendelea nacho leo katika nchi, ni kwamba watumishi wengi wanadai, lakini kuna wazabuni wengi wanadai. Ametoa maelekezo kuhakikisha kwamba hazulumu mtu yoyote, lakini madeni atakayolipa ni yale yaliyohakikiwa na yenye nyaraka, na mishahara atakayolipa ni ya wale watumishi waliohakikiwa na wenye nyaraka, na madeni ya watumishi watakaolipwa ni wale ambao wamehakikiwa wapo kazini na madeni yao ni halali kwa mujibu wa nyaraka. Baada ya kutoka kwa katibu tawala wa mkoa kama mmiliki au msimamizi mkuu wa hizo hospitali, baadaye amana hospitali ikahama kutoka kwa katibu tawala wa mkoa ikaenda kwa chini ya Wizara ya Afya. Wizara ya Afya nao katika kumiliki na kusimamia hospitali wakawa wanazihitaji taarifa zote zinazohusu watumishi, majengo, madeni na kadhalika. Ilipofika hatua ya madeni, amana hospitali peke yake inadaiwa kwa mujibu wa taarifa madeni ya watumishi walioenda likizo hawajalipwa, walioajiriwa hawajalipwa, waliofanya vitu hivyo hawajalipwa. 2, kuna madeni ya walioleta huduma za mashuka hizo, huduma siji za nini, huduma za ujenzi wa majengo. Kuna madeni ya wakandarasi waliojenga jengo, waliofanya namna hii. Sasa vyanzo vya fedha vinatofautiana. Vipo vyanzo vya fedha vya ndani, vipo vyanzo vya fedha vya serikali kuu na kadhalika. Sasa ilipoanza kuhakikiwa, si chini ya milioni 500 zimeonekana ni madeni hewa. Si chini ya milioni 500 yameonekana ni madeni hewa. Kwa nini madeni hewa? Ni kwa sababu madeni yale yanakosa nyaraka. Sasa likafika swala lako mezani. Jamani, mimi Bi Martha nadai, mimi ni mjane, nilisupply vitu. Leo anapatikana dokta huyu ni mgeni. Anaweza kaja mwingine mgeni. Chalamila mwaka 2017 nilikuwa hata ukuu wa mkoa sijateuliwa. Si umeelewa kabisa? Lakini leo mimi ndio mkuu wa mkoa sasa. Sasa natakiwa nikusaidie Bi Martha sasa. Sasa na mimi nakuja nasema jamani, kwa sababu ni hela ya serikali na inabidi itumike, hebu tuende kwenye nyaraka. Bi Martha ulisupply nini? Tunaangalia. Chochote kikikosekana kinakuchelewesha kwenye kulipa madeni yako. Umeelewa mpaka hapo Bi Martha? Chochote kile kikosekana kinakuchelewesha. Ndio maana cha kwanza nimehoji kwamba je, ulikuwa ni mchakato wa kutangaza tenda kama ilivyokuwa sasa hivi? Tumesema hapana. Bali ni rafiki yangu, ni mtu wangu aliniambia njoo ushone. Cha pili, yule mtu wako alikuwa na madaraka gani? Alipaswa pia kufafanulia kuhusu taratibu zote za namna kufanya kazi na serikali. Sasa kwa hapa nilipofikia, hatuwezi kukulaumu wewe wala kumlaumu si mtu gani. Lakini ninachotaka kuelewa ni kwamba Watanzania waelewe kwamba deni lolote la serikali linapokosa kiambata ama kiambatanisho chochote, lazima deni hilo halitalipwa. Kwa sababu hospitali yetu hii madeni zaidi ya bilioni 1 ambayo yanaweza kuwepo,
zaidi ya milioni 500 imethibitika kwamba ni madeni hewa. Ni madeni ambayo yanaandikwa, hayana nyaraka, hata kama kuna labda kuna nyaraka moja, na kwa mantikio ofisi zingine za ziada zinafanya nazo uchunguzi wa kina kuhusu madeni haya. Hiyo ni hospitali moja. Kwa hiyo kinachokosekana kwako Bi Martha ni vile viambatanisho vingine ambavyo vinathibitika kwamba wewe unadai, ili sasa pesa serikali iweze kutoka na kukulipa. Ikilipa hiyo pesa bila vithibitisho, cha kwanza, ofisi nzima itakaa TAKUKURU, itapelekwa TAKUKURU. Lakini cha pili, CAG, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, atajua kwamba hapa kuna jambo. La tatu, mkaguzi wa ndani, hapa mkaguzi wa ndani, wazungu wanaita internal auditors, watasema hapa kuna jambo. Mwisho, Mheshimiwa Rais Samia akifika hapa na akaona amepelekewa madeni malipo bilioni 2 alipe, halafu katika bilioni 2 kuna milioni karibu 600 hazina viambatanisho, maana yake mganga mkuu wa hospitali hii atafukuzwa kazi na kukaa ndani, katibu mkuu wa Wizara ya Afya atafukuzwa na kukaa ndani, mkuu wa mkoa atafukuzwa na kukaa ndani, halafu kiwezekana wengine wote kwenye mnyororo watafukuzwa na kukaa ndani. Kwa kinachotugharimu hapa ni kwamba deni ni kama tunaliona nusu au tunaliona zima, lakini hatujui kwamba tuna mkataba huu wa Bi Martha tumempa, lakini kila mmoja huko kwenye uvungu anajiuliza, vitu hivi vilikuja? Mwingine anasema jamani, kwetu tuliziona na pazia zipo. Je, zilikuwa za Bi Martha? Hakukuwa na mtu mwingine anayeleta pazia? Je, ni kithibitisho ni nini sasa cha Bi Martha kulipwa? Na anasema malipo yake yalikuwa kwa mkono. Sasa hilo ndilo ambalo linaleta tabu. Sasa nini kinafanyika? Tumekwisha mwelekeza mganga mkuu kuhakikisha kwamba anafanya haraka uchunguzi wa haya yote, pamoja na vile vithibitisho vyote ambavyo wewe unaweza kuwa umekwisha peleka, ili pale unapostahili ulipwe pesa zako. Hiyo ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili, usije ukakubali kufanya biashara na serikali pasipo nyaraka. Ndio. Si umeelewa hapo? Mtu na mtu wanakopana hela, watu na mtu wanakopana hela. Wanaweza kukopana hela kwa sababu ya utaratibu wao. Lakini kwenye serikali hata ingekuwa ni shilingi 500 inatoka kwa nyaraka. Umefanya kazi na serikali, cha kwanza waambie nipeni mkataba. Siku hizi cha kwanza tunatangaza tenda kwenye mifumo. Wanakuja watu wengi, ana shida mmoja. Cha pili, tunaanza kumtathimini aliyeshinda. Je, hii evaluation itasema ni kweli na huu uwezo? Cha pili. Cha tatu, kama ni mradi mkubwa tunamwambia awasilishe baadhi ya nyaraka zikae kama dhamana ya kuweza yeye kufanya mradi huu. Cha nne, tunakwenda sasa kumwawadi mkataba wa kufanya kazi. Cha tano, tunamwambia malipo yote yatawasilishwa kwa njia ya akaunti, na kama kuna malipo, vitu vyote wewe unaleta kwetu vitaletwa kwa njia za ushahidi kwamba umeleta kwenye ledger, tumesaini kwa pamoja, tumepokea. Mwisho wa siku tunasema hili ndilo deni halali. Kwa tunapohakiki deni, wewe kwako umekuja kuonekana kuna baadhi ya nyaraka za uletaji wa hizo bidhaa hazipo. Nini sasa tunakuja kukihitimisha? Kwamba inawezekana wewe au wale wa mwanzoni, inawezekana kati yetu sisi mmoja wapo anaweza kuwa ulikuwa ni mradi binafsi ambao mwisho unapelekea kufilisi fedha ya umma, na ndio maana nyaraka zinakosekana. Lakini mbili, inawezekana hamkuambiana ukweli, kwa sababu mimi hata nikitaka kumchukulia hatua yule kule lazima nimchukulie hatua kwa nyaraka. Si kama tunaenda mpaka. Ndio. Umeelewa vizuri mpaka? Kwa hiyo Bi Martha, cha kwanza ni kwamba mganga mkuu, fanyia kazi haraka jambo hili. Nyaraka zote ziwasilishwe, na mama na mimi nakuomba uwasilishe nyaraka hizi, na kama hauna uwe tu muwazi kwamba mimi hizo nyaraka moja wapo sina kabisa. Si ndio maana? Ndio. Ili sasa tuweze kuona tunafanyaje katika ukosekanaji wa nyaraka, kwa sababu hii ni serikali. Mganga mkuu kesho yupo, kesho kutwa hayupo. Yule mwingine hayupo, yule mwingine hayupo. Kwa hiyo Watanzania tuwaombe radhi tu kwamba hakuna mtu aliyemuonea Mama Martha. Na bahati mbaya sana hata kwenye ofisi yangu mimi anasema alikuja akakuta sipo akaondoka mpaka leo. Na mimi kwa bahati mbaya sana sishindi sana ofisini. Nakimbia huku na huku kuhudumia
kuhudumia Watanzania. Nimeuliza labda kwa mkuu, ndugu yangu mkuu wa wilaya, labda ndugu yangu nani Mpogolo, ulienda? Anasema kwa kweli huko sikwenda kabisa. Kwa mnaweza mkaona kwamba pia tunafanya kazi katika mazingira haya ya pressure kwamba chombo cha habari kisha. Kwa hiyo nitoe rai kwa watu wote wanaodai serikali kwamba deni lolote lile linalipwa baada ya kuhakikiwa, lakini pia linalipwa kwa awamu kadiri serikali inavyozidi kukusanya financial resources zake. Haiwezi tu moja kwa moja tu kulipa. Kwa hiyo mimi niwapongeze kwamba kwa kweli pia mngekuwa mmelipa tu hamna haya madude haya, pia tungewashangaa kwamba mnalipa tu hamna nyaraka zingine hapa, tungesema jamani, hiyo hela ni ya kweli. Hela ya Rais Samia hazurumu mtu, lakini lazima ilipo. Si chini ya mabilioni mahospitali haya yanadai. Na kuna wajanja Mama Martha, usituone hivi. Mimi ni mkuu wa mkoa. Kuwa mkuu wa mkoa usifikiri labda mimi ni mtakatifu sana. Naweza kuwa mkuu wa mkoa mwizi kabisa, ila tu sijakamatwa. Na nikatumia mnyororo huo kufilisi mali za umma na kuwaibia raia. Si umeomba hapo na kuwaibia raia. Na ndio maana wewe kama mkataba kakitoka wanaanza kukuzonga huko. Ili kama mkataba haka nikupe niahidi. Wanasema haya basi tutakupa 200. Haya ukishatoka tena wanakuja, ili deni lako lilipwe nipe 200. Si mnakutana hayo mambo. Wanaofanya hivyo ni watu wa pembeni, si wa serikali. Ndio. Ni wa serikali. Kwa sisi watumishi wa serikali tuwe faraja kwa watu. Sio kama mnaelewa ndugu zangu. Hiki hakiwezekani, sema hiki hakiwezekani. Kafuate taratibu hizi. Mwelekezeni afuate taratibu ili deni la serikali liweze kulipwa. Kwa hiyo Mama Martha, unaweza kuwa ni mjane, na mimi nakupongeza sana kwa kazi nzuri. Hata mimi leo nakuchangia, lakini sio kwa hela ile ya serikali. Sio umeropa hapo. Ile hela ya serikali lazima itoke kwa mujibu wa nini? Wa nyaraka. Ili nasema ukweli kabisa wa moyo. Na ukikuta deni linachelewa kama nilivyosema na wewe umethibitisha, ujue kuna nyaraka inachelewa. Na kwa kuwa sisi wote ni wageni, hatuwezi kusema sasa Mama Martha tumlipe kwa sababu yeye ni mjane. Hapana. Tunasema Mama Martha, pamoja na kwamba unaweza kuwa ni mjane, una watoto, hebu tupatie nyaraka, tukulipe haraka pesa yako. Naomba niwaambie Watanzania, kwa clip yangu iliyoruka siku ya tarehe 8, ni kweli nilikuwa nadai hapa amana, lakini katika mkataba wangu kuna vitu ambavyo havijakaa sawa. Ndio maana tatizo hili limekuwa kubwa. Lakini bado nashukuru kwa ushauri wenu. Wengi mliniambia niende kwa mkuu wa mkoa, lakini nashukuru kwamba amana yenyewe wameniita hapa na kunikutanisha na mkuu wa mkoa na akanielewesha vitu gani ambavyo vinatakiwa vifuatiliwe kwenye hizo nyaraka ili mimi niweze kulipwa. Kama vitakuwa vimekaa sawa, basi nitalipwa hela yangu. Kwa hiyo naomba Watanzania mjue hivyo, na mimi mwenyewe nimeridhika kwa ushauri nilioupata, na kwa nyinyi mliniambia niende kwa mkuu wa mkoa kwa sababu mlikuwa mnamwamini kama ni mtu ambaye atatoa uamuzi wenye haki. Kwa hiyo mimi ninashukuru kwa hilo, kwa uamuzi wake. Nimeshukuru kwa kweli. Ninashukuru pia mkuu wa mkoa aliposikia kilio changu, amenichangia kutumia mfuko wake mwenyewe pesa milioni 2 katika shughuli zangu za biashara zangu za kuendesha maisha yangu. Naomba niseme asante kwa hili. Kwa niaba ya watumishi wa hospitali ya rufaa mkoa ya Amana na jamii tunayohudumia, tunapenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Albert Chalamila, kwa kuona jambo hili katika vyombo vya habari na kuona kuna ulazima wa yeye kuingilia kati kama msimamizi na mwakilishi wa Mheshimiwa Rais katika mkoa wetu. Na kama ulivyoona jinsi ambao tumekutana na Bi Martha, leo ni mara ya pili. Siku ya jana tulikutana naye na leo tumekutana naye chini ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, na tumeelekezwa yale ambayo tunapaswa kufanya ni kumwezesha Bi Martha kuweka viambatanisho vyote vinavyotakikana na sisi kuharakisha kuhakiki deni lake, na linapokidhi vigezo basi liweze kulipwa kwa wakati. Zaidi Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameeleza ya kwamba wazabuni wote wanaozidai serikali na taasisi yetu ya rufaa ya mkoa ya Amana basi wasisite kuleta nyaraka zao na taratibu zitafanyika, na kama wataona wanakwama basi wasisite kufika katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, watapata msaada, na wakiona hayupo basi kuna mkuu wa wilaya na mamlaka nyingine ambazo sisi zinatusimamia kwa karibu. Niwashukuru waandishi wa habari, niwashukuru wa Tanzania kwa jinsi ambavyo mmepokea jambo hili na jinsi ambavyo mmetutumia jumbe na kusema Amana mbona amtendi haki.
Tunaomba tuchukue fursa hii kusema yale ambayo Mama Bi Martha ameyasema, huo ndio uhalisia. Hatuwezi kufafanua zaidi kwa sababu tayari mwenyewe amesema kile ambacho kimeelezwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na yeye mwenyewe ameelewa, na naamini atakuwa balozi mzuri kwa kwamba wale wote ambao wanatamani kufanya kazi na taasisi za umma basi wawe wameweza kukidhi vigezo ambavyo vinatakikana, waweze kuhakikisha kwamba wanapowasilisha bidhaa zao basi zinahakikiwa, nyaraka zote zinakuwepo na wanadai na wanalipwa kwa wakati. Nawashukuru sana. Naendelea kukaribisha wananchi wote katika hospitali ya rufaa mkoa ya Amana. Sisi bado tunatoa huduma nzuri na bora kabisa kwa jamii zetu, kwa huduma za kibingwa kabisa katika maeneo mbalimbali, na naomba wasisite na waone kwamba Amana ni sehemu yao ya kupata huduma, na wazabuni wote waendelee kuiamini taasisi yetu kwa sababu bado ni taasisi ambayo ni ya serikali, inaaminika na inafanya kazi kwa kuzingatia sheria, taratibu na kanuni zilizowekwa na serikali.